Luka 17 mstari wa 12 anasema, na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu 10 wenye ukoma. Alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu wenye ukoma, wakisimama mbali, au wakiwa wamesimama mbali. Kwa nini walikuwa wamesimama mbali? Nyakati zile watu wenye ukoma walikuwa ni marufuku au ruhusiku kukutana mwenzako wala kukusana naye. Angekuwa ni shangazi au mama, baba, wasingeweza kukugusa. Haleluya! Unahudumiwa mbali mbali. Walikuwa wanawekea vyakula kwenye chumba chao, wanakokaa peke yao. Hata wakati mwingine wanakusanya kwenye kijiji kimoja, au kama ni familia moja wanajengea hori lao, kumbi wao wanakaa mle. Kwa hiyo mtu mwenye ukoma nyakati zile alikuwa anakuwa ametengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati zile mtu mwenye ukoma alikuwa anakuwa ametengwa na wenzake. Hata mama anakupenda, baba anakupenda, lakini hawezi kuhudumia. Kwa taratibu zile hawaruhusi kukutana na mkutano huo, maana Yesu alikuwa na watu wengine ambao wana ukoma. Haleluya! Sasa ni marufuku, hawapasi kuwasogelea wale watu, kwa sababu wale watu wenye ukoma, alafu sisi hatuna ukoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo sasa katika ulimwengu wa roho wa sasa. Haleluya! Wewe mwenye magonjwa, wewe mwenye mateso, unakuwa ni kama mtu mwenye ukoma. Kivipi? Tunakula na wewe, tunakutana na wewe, lakini changamoto ulionayo mwingine hana. Shida ulionayo, uzio unaopitia, vitu unayopitia, mwenzako hana kitu hicho. Haleluya! Yuko vizuri. Kwa wakati mwingine unakucheka, wanakuziaki. Wakati mwingine nasema ngoja apate. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto yako, matatizo unapitia, wengine hayawahusu. Haleluya! Wewe unakula nao, unakucheka nao, lakini kimoyo wako tofauti, na wametengwa na wewe. Wao kwenye raha yao, wao kwenye starehe. Alafu anachikilia mtoto wako, anakuchikilia wewe. Mwingine anasema kapate, ngoja aumie, yampate, ni kwa sababu ya dhambi yake, kwa sababu kile kile. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine katika ulimwengu wa roho unaweza kuona kama tuko pamoja, wako na wewe, kumbe wako pamoja na kiburi kimuishie. Ngoja akonde, pesa ziishe. Hata hivyo alikuwa ameanza kujiringa, anajidai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona kama watu wako pamoja na wewe, kumbe watu wako pamoja na wewe. Changamoto unaipitia ni ya kwako mwenyewe. Kila mtu ana changamoto yake. Wale watu walikuwa na mateso kadha wa kadha, wametabika miaka nenda rudi, hawana majibu ya malazi yao, hawana majibu ya mateso yao. Sasa wakakutana na Yesu. Haleluya! Wakasema mbele za Yesu, wakapiga kelele, Yesu, Rabi, Bwana Yesu, Bwana mkuu, tunaomba uturehemu kwa mbali. Hebu piga kelele, sema kwa mbali. Piga kelele, sema kwa mbali. Kwa mfano hapa, unaona mama hapa amekaa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliweza kukaa kwenye sturi ndefu, lakini wewe umekaa juu, yeye amekaa chini kwenye sakafu. Anatamani akae, lakini haiwezekana, wenda miguu haiwezi, kwa sababu miguu imevimba, uso umevimba. Anatamani akae juu, lakini hawezi, wenda mgongo haupo, pingili zimeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yeye anaweza kaona kama wanamtazama wengine, hawakutazama, hawakuoni, wako kwenye mambo ya. Wakati tunaimba wimbo tuko ndani ya Yesu tunaburudika, yani anajiuliza, jamani, kama na mimi ningekuwa niko namna hii, kama ningejua nikaja mapema ibadani, kama ningejua nikaokoka mapema. Sasa wewe wakati tunaburudika, kuna wengine hawaburudi. Haleluya! Wewe wakati uko kwenye starehe, uko kwenye usalama, uko umeshapona, hauna changamoto yote ile. Wengine wana changamoto, wana matatizo. Wewe wakati unasifu, unasema Yesu asante, wengine nasema mimi nami nitapata muujiza lini? Nikamshukuru Mungu. Watu ndivyo walivyokuwa, wakawa wanamsikia Yesu anaponya, Yesu anaokoa, Yesu anakomboa, vilema anatembea, vipofu wanaona, viwete anakimbia. Yani na wao wakatamani, lakini sasa hawako mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tamka, sema kwa mbali. Piga kelele, sema kwa mbali. Sasa kuna watu ambao tayari umeshaingia kwenye madhabahu hii. Nisikilize vizuri. Ujumbe mfupi natanguliza kabla ya watu wanasema kwenye ushuhuda. Kuna watu wako madhabahuni hapa. Kuna watu wanamuona mchungaji mapema. Kuna mtu ana namba ya mchungaji. Kuna mtu anaombewa Alhamisi, Jumapili. Kuna mtu anaombewa Jumanne, Jumatatu, makanisa nyumbani. Unakutana mchungaji. Mshike mkono mwenzako, mwambie usichezee muujiza huo. Lakini hawa watu walikuwa wako kwa mbali. Lakini wakati wale wamewekwa mbali kwa sababu ya ukoma. Lakini hawa wengine wako na Yesu, wanatembelea kwenye mkutano, wanahubiri na yeye, mwingine ameshapona, lakini abani bamwekukusa kukusao ili baadaye kusema ugonjwa mbele. Lakini wewe uko karibu na pastor, uko karibu na kanisa hili, uko karibu na magonjwa yao, pepo wachafu waliwaweka mbali. Naongea na mtu.
wanatamani kusogelea, wanatamani kuokoka hawezi, wanatamani wao apokee muujiza kama huu, apokee labda ishara kama hizi, lakini wako mbali. Shike mkono mwenzako, muulize, na wewe uko mbali? Lakini kuna watu wana mawazo, na mimi niokoke baadaye, lakini wako mbali, wamewekwa mbali fikra zao. Kuna mtu anatamani atumike, aimbe kwaya, asifu, lakini kifungo cha giza kimemfunga, hawezi kufanya kitu hicho, amewekwa mbali na pepo wachafu. Shike mkono mwenzako, muulize, na wewe umewekwa mbali? Anatamani aingie kwenye maombi, afunge, akeshe, anatamani akae madhabahu moja na pasta, mueleze, mimi naumwa hivi, nasikuta tumbo, nina uvimbe, natoka kwa damu miaka 38, anatamani amone, lakini tukikutana ibadani Alhamisi yuko bize mchungaji, yuko kila kitu, yaani upati muda wa kuzungumza naye mchungaji. Mchungaji amewekwa mbali na wewe. Lakini na wewe pia kuna mazingira unapitia, changamoto kadhaa, magonjwa, pepo wachafu, unatamani nifanye nini nami ningeokoka pale, lakini sielewi. Ulevi, ukahaba, uzinzi, natamani nami niende, mama anazuia, baba anazuia, ningetamani mimi niweke mikono niokoke. Lakini unapopanga unairishwa, kila unapopanga mambo yanakuwa siku nyingine. Umewekwa mbali na vifungo vya giza. Wale watu 10 wenye ukoma walikuwa wamewekwa mbali, lakini pale kwa mbali akapiga kelele akisema, Yesu Bwana mkuu, tusaidie, tunaomba uturehemu kwamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba kuambia jambo hili, kwenye ule mkutano, kwenye mziara Yesu, tayari Yesu alikuwa na watu, haleluya, ambao anatembea nao, anakula nao, lakini wale watu wanatamani, na sisi tutakuwa lini tukutane na huyu Yesu kwenye kundi limo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mtu anapokuwa amelemewa, wakati mtu anapokuwa na changamoto, wakati mtu anakuwa anauzia, ana magonjwa na malazi, anasema nitampataje pasta, nitampataje daktari, nitapataje pesa, nitapataje kumfikia yule, yani anibeba nisaidie, nitapataje usafiri? Na akishapata, Mswahili anasema matako ulia nini? Matako ulia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana akishapata anaanza kutundia nyugunyu, ya ni aye mwamba ile zile kwa tamtambazo tiwaye vironeiwe, akukumbuki tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu wakamboleza Kalia, tunatamani tuwe karibu na wewe Yesu, lakini kwa mbali Yesu akawasogelea. Yesu peke yake ndiye alikuwa na uwezo wa kuombea au kuwasogelea, kwa sababu yeye alikuwa si mwanadamu kama mwanadamu, bali alikuwa ni Mungu ndani yake, akawasogelea. Lakini wale wengine hawezi kuwasogelea. Haleluya, haleluya, haleluya. Una dada yako na mama yako, unatamani msogelee, umhubiri Injili, unatamani mponye, unatamani ufundishe aelewe, lakini hata ukimsogelea wewe una mamlaka, hauna uwezo huo. Unatamani laiti kama ningemwambia akanielewa, akaokoka, akaja pale kaombewa. Unaposema naye akuelewi, fikra zake, mawazo ya mtu huyo yako mbali. Ninasoma andiko hili tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mstari wangapi nasema? Ni kitabu cha Luka 17 mstari wa 12 nasema, na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu ambacho unatamani ufanye, kuna sehemu unataka uende, lakini unashindwa. Kuna hali ambayo unataka uingie katika mazingira fulani, inashindikana. Shike mkono mwenzako, mwambie bado uko mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko mbali, uko mbali. Lakini hawa watu walikuwa wako mbali na omboleza. Sikiliza hapa mstari unaofuata 13. Anasema, wakapaza sauti wakisema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Yesu haitoshi tu, wanasema Bwana mkubwa, wamwekee na heshima yake. Bwana mkubwa, uturehemu. Ina maana utusaidie, utubebe, utuhifadhi, utufadhili, tukumbuke na sisi. Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Wakomba wakapaza sauti zao. Bila kupaza sauti asingeweza kufikia, wala asingewaona, wala asingewakumbuka. Lakini kwa sauti zao, watu wangapi? Watu 10 wenye ukoma. Kwamba Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe kuna namna ulivyokuwa mbali kama hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi naishi kitu kimoja, wala ambao walikuwa karibu na Yesu pale hawako mbali, wako na Yesu. Sasa wala wana ukoma walikuwa na dharau, walikuwa wamemzoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wako mbali, wanatazama kwa njia ya YouTube, kwa njia ya Facebook, wanatazama kwa njia ya kimtandao, wanaangalia ishara zinaendelea hapa, uponyaji mali hapa, wanajifunza kimtandao. Anajiuliza, kanisa liko wapi? Huduma hii inapatikana wapi? Kama ningekuwa naweza ningekwenda. Mchungaji, kwa nini uko kule? Kama angehamia huku kwetu. Wanatamani pasadiki, laiti kama angekuwa kwenye mikoa ya kwao. Wako kwa mbali, wanapiga simu.
Yesu Bwana mkubwa, utusaidie na sisi. Na mimi naomba niombee kwa njia ya mtandao. Ametengwa. Yuko mbali. Lakini wale walikuwa pamoja na Yesu, bila shaka walikuwa na mazoea, wamezoelea. Wako kwenye kijiji kile, wilaya ile, kitongoji kile, mtaa ule, wanadharau. Haleluya. Sasa kinachofanywa wakati mwingine wanadharau watu hawa, wamewekwa mbali na pepo wachafu. Na wewe pia unaweza kaa huko kanisani kwa pamoja na Yesu, unadharau, usipokee muujiza. Uko mpaka nafsi yako utakapoiruhusu kufunguka, ukawa karibu, ukaelewa. Wale watu walitamani waletwe karibu, lakini Yesu akawafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akafanya nini? Akawafuata. Kwa 14 anasema, alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Alipowaona akawasogelea, akawatamkia neno, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Makuhani wachungaji wao, makuhani viongozi wa kanisa lao, makuhani ni maaskofu, ni mahali ambapo sehemu za kuabudia zao. Nenda mkawaoneshe wale mliokuwa nao kwenye makanisa yenu, walikuwa hawajawaponya, hawajafanya chochote, hawakuweza lolote. Lengo la Yesu Kristo alilenga atakapokwenda kule, wale makuhani, wale washirika watakawatazama, mbona wenzetu tulikuwa tunaabudu nao, tunaomba nao, wana magonjwa haya na pepo wao wachafu, wana nguvu za giza, lakini baada ya kwenda kule akaponya, ili na wale watu waweze kufuata Yesu, waje nao wapo. Anasema asiamini kwa tendo, basi ataamini kwa neno. Asiamini kwa neno na aamini kwa tendo. Yesu aliwatuma wale watu 10 ili waende, watakapoonekana wameshapona, aidha yawezekana kwa ishara zile, kwa muujiza ule, na wengine watakaposikia shuhuda hizo, tumepona, tumetamkiwa, tumeombewa tukapona. Aliwatuma malengo mazima waende kule kupeleka zile shuhuda. Haleluya. Ilikuwa ni issue ya kwamba ushuhuda, waende kutangaza kule, tumekwisha pona. Tumepona kwa jina la Yesu, tumepona, tumefunguliwa. Haleluya. Aliwatuma waende kupeleka kule ushuhuda, waende kuonesha tumepona tayari. Na ikiwa kuna mtu wa namna hiyo, naye apate kutazama, aelewe, aende kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nafundisha nini? Ikiwa mtu amepona, ikiwa mtu amefanyia muujiza, ikiwa mtu umeombewa, kuna kitu ambacho umefunguliwa, kuna hatua ulionayo, basi yeye Mungu anakuponya. Lengo na mazumuni uende kutangaza kwa watu wengine. Haleluya. Ndio lengo la nani? La Mungu. Kwa hiyo unapofanyia muujiza, ukaombewa ukapona, kichomi katoka, miguu ikatembea, macho akapata kuona, nguvu za giza zikakuacha, na ukazika ule muujiza, usiende kutangaza. Haleluya. Basi na maana malengo ya Mungu unakuwa umeharibu moja kwa moja. Bwana asifiwe sana. Unakwenda kufanana na wale ambao waliopona wakatajirika, wakabarikiwa, matako yakalia nini? Na msahau Mungu. Katika wale 10, Bwana Yesu asifiwe sana, baada ya kupona kajionyesha kwa wale watu wengine, lakini hawakurudi kwa Yesu. Hapa tunajifunza vitu viwili. Kwanza, aliwaruhusu waende kwenye makanisa yao, waende kwenye jamii wazunguka kule, wakajionyesha kwanza. Haleluya. Tayari katika kujionyesha, watu wanapata kupewa ushuhuda ule na muujiza ule umefanyika wapi, nani umeoponya. Jambo la pili, kuna wajibu pia wa kurudi kwa yule Yesu. Haleluya. Yesu aliyekuponya. Bwana, baada ya kuniombea nimepona, katika mbele ya watu, katika umati wa watu, ukasimama ukashuhudie matendo makubwa aliyokufanyia. Ni sehemu ngapi? Pande ngapi? Hapo umekuja na mume wako, umekuja na mke wako sijui, umekuja mwenyewe, umekuja na baba sijui, lakini baada ya kupona utakwenda kwa kuhani, utakwenda kwa mkuu wa sinagogi, utakwenda kwa dada yako, rafiki yako, wataona, jamii, familia wataona. Lakini baada ya kuona, hiyo ndio ushuhuda. Haleluya. Lakini baada ya hapo kuna wajibu wa kujipanga tena, kurudi kwa huyu aliyekuombea, kusimama mbele ya hadhara, kuzungumza na mshukuru Mungu. Mimi nilikuwa naalisha toka asubuhi mpaka jioni, nilikuwa natokwa damu, lakini baada ya maombezi mimi ni mzima, nimepona. Kwa hiyo Mungu anakuponya, anakubariki, anapofanya muujiza kwako, yeye anatarajia kupata pale faida. Faida sio pesa. Haleluya. Ila faida ni kwamba watu wamjue Kristo, wamwamini yeye, watoke katika hali ya kuamini miungu, waache kuamini waganga wa kienyeji, waache kuamini mitishamba, wamwamini yeye aponyaye kwa jina la yeye, ili wamgeukie yeye, injili iende, sifa zake zijulikane, sifa za Mungu zifanye nini? Zijulikane. Kwa hiyo hata huko kijijini, baada ya kupona, lazima utangaze, kuna kanisa mara fulani, kuna mchungaji aliombea, kuna kuhani aliombea, kuna mwalimu aliombea, mara fulani kutana Yesu ndani ya mtumishi fulani, nilifanyia, sikuwa hivi, nilikuwa niko namna hii, lakini baada ya maombezi nilishangaa, mimi nilikuwa mzima. Haleluya. Mkuu tulehemu.
wanapiga miano. Mtu anapokuwa na shida, ana changamoto, anaweza akapiga miano, anaweza kukuchungua. Basi anakuhitaji, uko wapi? Utanirudia tena? Jamani, kwani tena ni saa ngapi? Niombee ile saa 9. Lakini akishapona kimya, unafunga kimya. Akisimama hapa kuzungumza, kutoa ushuhuda, anaongea, utafiri ni padri. Bwana wena sasa padri unalia, sisi tufanyeje? Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu nasikia Wakristo wanamuongezea fasta, awe pia nawe, awe pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati walipokuwa naumwa, Yesu akapaza sauti, Bwana mkuu, naomba uturehemu, tunaomba utusaidie, usitupite. Na sisi tuko hapa jamani, miaka 20, miaka 40, 30 tumeteseka, tunatamani kuona na tuko mbali. Ni agizo moja tu aliyowapa, akasema kapone, funguka na muwe wazima, miili yenu iwe kama vitoto vichanga. Alafu nenda kawatuma, nenda mkajionyeshe kwa watu wengine, nenda mkashuhudie, nenda mkapeleke muujiza, nenda mkawaambia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kupona, pita nyumba hadi nyumba, sokoni, njajaroni, popote nafanya biashara, mwambie namshukuru Mungu, sasa niko vizuri. Nilikuwa siwezi kuinama, kwa siwezi kucheza namna hii, lakini niko salama. Yaani wewe ndio una kielele cha kuzungumza. Haleluya. Narudia, wewe ndio unatakiwa uwe na kielele, mwanzilishi wa kuzungumza yale ambayo Mungu amekutendea. Lakini ukishafika hapa, wanataka ambako umseme kuna mtu aliyepona, kwa nini? Uwe na kielele kama ulivyojileta wewe mwenyewe. Sasa wanakuja na zawadi, wanakuja na vyakula, wanakuja na mbuzi, wanakuja na kuku, wanakuja na basha zao, wanakuja na fedha, wanakuja na ng'ombe, wanashukuru. Maana wakati huo walipita kwa waganga wa kienyeji. Haleluya. Walipita kwa waganga wa kienyeji, walipita hospitalini, madaktari wakubwa wameweka pale pesa nyingi zimetumika, hakupata tiba. Baada ya kupona, kwani na wewe usimame na kitu mkononi ukampelekea Mungu zawadi, shukrani kwenye madhabahu? Kwa nini? Sasa kisha pona, matako analia, mbwata, sina kitu nikipata, namshukuru Mungu. Yani Mungu ameniponya, lakini pindi nikipata nitakuja kushukuru. Hebu kwanza tumpige Yesu makofi. Yani na sisi tunaungana, tunampiga Yesu makofi. Yani hatuji kumpiga Yesu makofi, tunabeba sadaka zetu kumshukuru nani? Ini pindi nikitaka hapo pata, nitajipanga kurudi tena. Akiondoka hapo arudi tena. Matako yanalia nini? Anainama, analima, anafagia, anachota maji, anaenda kwenye biashara yake, anapata mtaji, biashara inaendelea, amekuwa na uzima na afya. Ikishindikana hapo, akiona amezoea yule muujiza, anarudi kwenye waporosi tena, anarudi kwenye ukaba, anarudi kwenye urefi, anarudi kwenye mambo yake machafu hayo. Anamsahau nani? Yani yale matako anayopeleka kwa makahaba, anaenda kutesa wanawake watu, wanaume watu wengine. Anatikisa yale matako na wakaba wengine. Hebu mshike mwenzako, mwambie toka hapa. Matako yanalia, mbwatu umesahau wewe. Wanajisahau. Haleluya. Akishafika kwenye madhabahu hapa, huyu mwenyewe aliyepona, huyu aliyepona, mwambie kuimba anakataa, mwambie kudeki anakataa, matako yanalia mbwatu huyo. Nadanganya ni kweli? Akishapona huyu mama aliyeko hapa, anangoja mpaka pasta atakaposema Bwana, kama hujamwambia Bwana kutangulia aendi. Na ukimwambia Bwana watangulie, ibada imeisha, shika mkono mwenzako, anasubiri ya kwanza, hataki mto. Anataka pasta, ibada ya kwetu tunapoisha aliyopona, yeye akwa kaishi. Ndivyo hivyo, mtu akishapona sasa, yeye ibada haijaisha, kishaondoka. Mchungaji anahubiri ameshaondoka. Akishapona, matako analia, mbwata anaingia saa 5 ibadani, huyu aliyepona. Aombi, afungi, akeshi, hawezi. Lakini mama hapa alipomwambia funga 6 ndio mzee, ndio. Huyu anafunga hapa alipo. Na wewe kuna wakati ulifungaga kwa shida, lakini leo baada ya kupona umekuwa na kiburi. Alhamisi huwezi kuja, Jumapili huwezi kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati anaomba nipe mtaji, niombe mtaji, wananiroga fungu ya giza mikaba, anatamkiwa kwenye zaka, kwenye zabihu, kwenye matoro yake, anatamkiwa kwenye mkono kwa ajili kupokea. Baada ya kupokea sasa stati ilipopiga, akawasha pipa kaondoka. Hawezi kukumbuka nyuma tena. Akumbuki zaka, hawezi kuleta. Fungu la 10 hawezi, matoleo hawezi. Wewe uko bize, matako yameanza kulia mbwa. Wale watu 10 matako yakalia mbwa, atapakaja mtu huyo. Mtu mmoja katika wale 10. Yesu akauliza, mbona mlikuwa 10? Wengine 9 wako wapi? Mbona una mtu mmoja? Anauliza, wako wapi waliobarikiwa? Wako wapi waliopona? Tungekuwa tunapata watu wanapiga vinanda hapa. Tungekuwa tunapata watu wanafagia kanisa. Tungekuwa wako wapi walioambiwa wakabarikiwa? Wanaozungusha biashara, tupate zaka, tujenge kanisa, tuwezeshe mara fulani, tupige hapa plasta, tuweke sakafu hapa. Yaani hawapo. Nani? Ukuwa nao tena uliomboleza kuja kupata. Afya uliomboleza kuja kupata.
Akishapona matako yanaanza kulia mbwata, anapeleka anakwenda kulima. Anakwenda kwenye mashamba yake. Yuko busy na mambo yake kabisa. Anaiacha ibada. Neno alisikilizi kama hili. Mchungaji anachelewa bwana. Time is money. Ni Kiingereza yake maneno manzi. Muda tunachelewa. Yaani hapo ungekuwa umeshamaliza jamani. Lakini huyu hawezi kuniambia mchungaji maliza haraka. Huyu. Mbona niwe na hawa wa namna hii kama huyu? Sawa. Unakuwa tibiki. Nakaisi nafu na kumwaga. Hapo kimwambia sema yes, yes. Amen. Amen. Matayo. Anarudi haraka sana. Chonka iwe. Shike mwenzako mwambie acha kuuliza matako mbona. Hapo ulipo inamisha kichwa chako muombe Mungu. Bwana Yesu Mungu Baba, asante. Nakushukuru kwa ujumbe mfupi huu. Wenda watumwa wako wapate kuelewa, badala ya kuwa na kiburi wapate kuwa na nidhamu na kunyenyekea mbele zako. Wajalie kukujua wewe na wakumbuka walikotoka. Unapowaita waitike, unapowatuma waende. Wape neema ya kushuka na kufahamu wewe. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba. Ninaondoa laana isiwe juu yao watu hawa. Achia uifute. Ninaombea lazima msamaha mbele zako Mungu. Hata pia Baba, na wabariki watu wanaosimama mahali hapa kwa ajili ya ushuhuda katika kila ambacho Bwana umewatendea. Kwa ushindi, kwa ushujaa, kwa imani, kwa ujasiri katika kila ambacho Bwana umewatendea. Wasimama hapo mahali hapa kushuhudia, iwe ni injili hata kwa watu wengine. Iwe ni ushuhuda kwa watu wengine ambao wamefunga na siku ya giza. Kupitia watu hawa, ibada hii ya leo wapate kujifunza kitu. Katika jina la Yesu tumeomba wote, sema amina. Unao ushuhuda, ipande madhabahu. Ipande madhabahu. Unao ushuhuda, ipande madhabahu, zungumze kitu ambacho Mungu amekutendea. Najua wengi mnanifahamu. Ambao nifahamu mimi ni mtoto wa Mama Mkarisi. Nimekuja mbele za Bwana kutoa ushuhuda na kumtolea Mungu sadaka yangu ya ushuhuda. Cha kwanza nasema asante sana kwa Mungu. Yaani kwanza sijui nisemeje. Nina furaha mpaka siwezi kuongea. Ila nitajikaza kwa leo. Ninamshukuru Mungu. Kuna kipindi fulani kulikuwa kuna mdada, ila sikumbuki ni mwezi wa ngapi. Nilikuwa nimekuja hapa kanisani. Huyo mdada anaitwa Ana, sijui ni Ana Krista. Alikuja hapa madhabahuni kutoa ushuhuda kwamba kuna maombi alikuwa anaomba, Mungu amemjibu, amepata mimi. Akatoa ushuhuda. Sasa na mimi nilikuwa nina uhitaji wa hilo ombi kama kwa miaka miwili. Ana ushuhuda aliokuwa anautoa, nikawa nasikia wanasema tena ni wa kiume, na mimi nikasema Mungu naomba unibariki. Kupitia ushuhuda wa huyu dada na mimi nibarikiwe. Haikupita hata miezi miwili. Nikaenda kupima nikakuta nimebarikiwa. Mungu akanisaidia. Mtoto wangu wa kwanza nilikuwa nimebeba mimba yake mwaka mmoja na miezi minne. Nikaja hapa, nilihangaika sana. Mchungaji akaniombea. Hiyo siku ameniombea, haikupita wiki nikajifungua. Nikamshukuru Mungu. Kwa hiyo nikasema na hivi nimeenda hapo kanisani, dada ametoa ushuhuda, nikapokea. Hii mimba nitaibeba miezi 9. Na Mungu alisaidia. Miezi 9 haikupita. Basi nikashikwa na uchungu, nikaenda hospitali. Nilipoenda hospitali waganga wakaniambia mimba yako haishuki, kwa hiyo utafanywa operation. Basi nikakaa nikasubiria, wakaniambia urudi jioni. Niliporudi jioni wakaniambia lazima ufanywe operation. Sasa mimi nikasahau kumpigia mchungaji aniombe. Nikasema naama hospitali. Nikasema niende ya binafsi, kuna hospitali inaitwa
kwa Egibert, sijui kama mnajua. Nilivyoenda wakanipima na wao wakaniambia hivyo hivyo, lazima ufanywe operation, mtoto wa shule na una uchungu mkali. Nikasema yule aliyenisaidia kwa kale sasa hivi nampigia. Nikampigia mchungaji, ilikuwa usiku, nikamwambia kila kitu, akaniambia nakuombea, hautafanywa operation. Nilikuwa na mama mkwe, nikamwambia mimi sifanywe operation, baba ameshasema. Nikampigia mama akaniombea kwenye simu. Nikasema hapa ninaamini sifanywe operation. Nilivyoenda kupima wakaniambia ujiandae kesho saa 4 uende seta. Nikarudi yodini, nikamtumia mchungaji message, nikamwambia baba, nimeambiwa kesho saa 4 asubuhi nijiandae naenda seta. Akaniambia hautafanywa operation. Nikakaa nikampigia mama. Yaani namshukuru sana mama yangu. Namshukuru sana. Yaani hata nikiwa nyumbani mama huwa anamsikia anatuombea sana, anawaombea wanaume zetu sana. Namshukuru sana, Mungu amuongezee karama ya uombaji. Basi nilipofika saa 4 daktari akaja akaniambia, dada umeshajiandaa? Nikamwambia nimejiandaa, lakini kuna mtu nataka kuongea naye na naenda reba, mimi siendi seta. Akaniambia, dada ukikaa na ubishi utapoteza maisha. Nikamtumia message ya mwisho mchungaji, nikamwambia baba, nimeenda reba, niombe. Akanijibu tu, usiwaze mwanangu. Nikashikwa na uchungu wa mwisho, nikaenda. Ile naingia reba, kuna dada mmoja akaniambia, sio huko, ni huku juu. Nikamwambia hamna, mimi naenda huku, baba amesema niende huku. Akaniambia, baba yako yuko wapi? Nikamwambia nimemwacha odini. Akasema, sasa unakuja odini na baba yako? Nikamwambia ndio. Yaani nilikuwa ni kama vile niko kicha. Akamwambia mama mkwe, mama, huyu anasema baba yake amesema aende odini reba baadaye kule chini kule juu. Kwani baba yake ni daktari? Nikamwambia yeye ni daktari, wewe nipishe. Nikapita. Nikafika napanda kitandani kule reba. Sikutumia muda nikajifungua. Tena nikajifungua vizuri. Imani safi, imani safi, imani safi, imani moto, imani moto, imani moto, imani moto, imani moto. Yesu, 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 Yesu. Anaweza, 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 anatibu, anatibu, anatibu katika jina. Haleluya. Haleluya. Sikiliza. Mtu anaweza kana shuhudia usipate point mle ndani. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yule dada anasimama anashuhudia jinsi alivyoombewa na yeye akapokea ujauzito. Lakini kumbe na yeye ana uhitaji wa mtoto, miaka nenda rudi, miaka 2 imepita, hiyo amepoteza mlango wa kupata uzao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usisahau, anasema ujauzito wangu wa kwanza, mtoto wa kwanza nilibeba, mtoto wa kwanza alikaa tumboni mwaka 1 na miezi. Mwaka 1 na miezi mingapi? Dada, kwenu ni wapi unakokaa? Wame wako? Kitochenkula. Wao ni Kitochenkula. Alitoka kule Kitochenkula akaja hapo kuombe. Anasema baada ya maombezi mimba iliyokaa ndani mwaka 1 na miezi 4. Haikupita siku 2-3, Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda akashangaa nafunguliwa mlango wa kujifungua, akapata uchungu, akajifungua vizuri. Kwa hiyo mtoto wake wa kwanza alikaa tumboni mwaka 1 na miezi 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mshike mkono mwenzako muulize, wewe ujauzito wako umefikisha miezi mingapi? Kuna watu wana ujauzito, haleluya, baada ya kuombewa
alitafuta ujauzito ukakosa, lakini baada ya maombezi mimba inaingia miezi miwili. Baada ya muda, nguvu za giza wanaipoteza ile mimba, unaanza vita, unaanza mapambano. Haleluya! Mwingine anaombewa, anapokea ujauzito wake, anajifungua vizuri. Wachawi wetu wanatofautiana. Haleluya! Mshike mkono wako, mwambie mchawi wako sio mchawi wangu. Sasa usije ukakalili kwa huyu. Anayemloga huyu yuko hivi, anayekuroga huyu yuko tofauti na yule. Haleluya! Sasa unaweza ukaona ujauzito huo ukapita miezi 9, ukaenda miezi 10, pasta naomba, unafanya maombi mwenyewe, unaombewa. Usikate tamaa, aliyeruhusu mlango huo ndo anakwenda kujibu. Huyu mwaka mmoja na miezi mingapi? Jameni, kidogo ikae miezi 9 mara 2 4 ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kavumilia, akaja akaombewa, muujiza wako katokea, akamzaa mtoto, na mtoto wake mpaka saizi yuko hai. Haleluya! Kwa hiyo mchawi alishindwa, ibilisi, nguvu za kuzimu walishindwa, mkono wa Mungu kasimama. Mtoto wa miaka 14, mwaka mmoja na miezi 4 akatoka tumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba kufundisha kitu hapa kimoja uelewe. Familia zenu tunakotoka, unapoolewa, binafsi wewe mwenyewe naomba ujitambue. Sasa baada ya hapo sasa mtoto wake yule akakuwa na kuendelea. Dada akatamani apate mtoto mwingine. Wende ikawa na hisi. Kama alikuwa kwenye uzazi wa mpango akaondoa. Hayuko kwenye majira tena hiyo. Mwaka mmoja, miaka 2. Yule adui mchawi aliyokuwa mtakii mtoto yule wa kwanza ndiye alimloga tena. Akafunga tena dada apate chochote. Siku moja ametoka Kitocheni na amekuja kutembelea hapa tena, ndo akakutana naye Sudia. Jifunze kitu hapo. Sasa wakati anashuhudia kama ulivyosikia anasema Yesu mfalme, Yesu. Nakumbuka sikia anayesema, nilisema ikiwa na wewe huko una mimba, ikiwa umepoteza ujauzito, ikiwa na wewe umeteka mtoto kama hivi, pokea. Yaani kwa ishara hii, muujiza huu aliamini kwa yule aliyekuwepo hapa anashuhudia. Akaamini. Na yeye kwenye pokea, kamili akapokea. Anasema kutoka hapo sijui kilichotokea, anakutana mume wake tayari mimba hiyo. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Habari ndio hii tunayoisema hivi, kupitia kushuhudia imani za watu wengine zinafunguliwa. Mioyo inafunguka na wao wanakuwa tayari. Kuna watu wanafungwa gereza kama hivi, wana mateso kama haya au tofauti na hiki, lakini baada ya kwamba ameona ule ushuhuda, anapata kuelewa na kuamini kwamba na mimi hapa kwenye madhabahu hii nategemea muujiza wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikuishia hapo ujauzito kaende miezi 9, lakini akasema hivi, Mungu anisaidie. Ile ilikaa mwaka mmoja na miezi 4, lakini katika hili mimba ile ingie huko ikae miezi 9 izaliwe. Bila shaka alikuwa na woga na mashaka kwamba kule mbele anaweza kujikuta ameenda mwaka mmoja na miezi 9, miezi 4. Haleluya. Ibilisi akasimama pale kuzuia wamfanyie operation ishindikane. Mtoto hajashuka sehemu gani? Haijawezekana. Kwenye mlango umeziba. Lakini alipopiga simu, mchungaji naomba niombee. Ilikuwa ananipigia simu mchana saa 9 za usiku, saa 8 napiga simu. Yuko hali mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwisho kwa neema ya Mungu kwa maombezi dada akajifungua. Salama bila operation. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mshike mkono mwenzako, mwambie amebaki wewe. Amwambie amebaki wewe. Mwambie amebaki wewe. Nauliza kwa uko tayari kupokea na wewe? Uko tayari kupokea? Huyu naye anaanza kumuuliza mwenzake. Simuuliza huyo. Haleluya. Uko tayari kupokea? Inua mikono yako hivi tu. Sasa bibi wewe miaka 70 unataka wewe hapana. Wale nao usika na kupokea wanataka ujauzito. Anayetaka ujauzito, mimba yako imeibiwa. Anayetaka ujauzito. Nataka mtoto wa kiume, mtoto wa kike, naamuru sasa. Hebu wote ambao tusiki ungana na mimi. Kama kasema kwa jina la Yesu. Wapokee. Kwa imani hii. Kutokea hapa. Na wao wapokee. Kwa wepesi. Wapokee. Katika jina la Yesu. Sasa, walio tayari kupokea ujauzito simama juu. Anataka mtoto simama juu. Anataka mtoto
Naweza simama vizuri sana. Hicho ndicho nilikuwa nakitaka kwa Mungu. Mungu awatazame, ani asiunganishe na watu wengine. Ninaomba sasa, gusa tumbo lako, gusa tumbo lako. Mimba imeibiwa, kizazi kimefungwa. Unganisha mikono, gusa tumbo lako na tamka. Kwa jina la Yesu Kristo, wewe Mungu uliyatenda haya hadharani, uweza wako ni mkuu. Katika jina la Yesu Kristo, ninautoa muujiza huu kama uliofanyika kwa dada huyo aliyetoka kusudia. Ninautuma mamlaka hii iende kwa mama huyo aliyefungwa kizazi chake. Aliyefungwa kizazi chake. Mayai yanatafuna wakati mwingine. Arudishiwe mayai yake. Arudishiwe mbegu zake. Arudishiwe mbegu zake. Arudishiwe mbegu zake. Afungulie mlango wake. Afungulie mlango wake. Mlango ufunguke. Mlango ufunguke. Kizazi kilicho mbali kwa jina la Yesu kifunguke. 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 Na yeye apokee mtoto wa kiume, mtoto wa kike, mtoto wa kike, mtoto wa kiume. Ni kwa jina la Yesu na achilia mamlaka hiyo. Inakwenda kwa watu hawa. Inakwenda kwa dada huyo. Hicho kifungo legea. Regea, 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 regea cha tumbo hilo. Kizazi kitofungwa, kizazi kitoibiwa, achia haraka, kifunguliwe, kifunguliwe, funguliwe, afunguliwe, afunguliwe. Wewe mchawi, achia kizazi hicho. Haraka achia. Ni saa ya muujiza. Ni saa ya muujiza. Mwachie dada huyo. Mwachie dada huyo. Mwachie dada huyo haraka. Mwachie mama huyo. Mwachie haraka, 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 haraka. Kwa jina la Yesu. Malaika nenda, 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 nenda. Inaenda mamlaka hiyo. Inakwenda nguvu hiyo. Nenda, nenda. Huyo anapokea. Huyo anapokea. Huyo anapokea. Huyo anafunguliwa. Huyo funguliwa. Funguliwa. Wenda unarudi mara kwa mara kwenye siku zako. Kwenye siku zake. Amerudishwa mara kwa mara. Amekuwa mchafu. Amechafuliwa. Kizazi, kwenye kizazi. Naondoa, 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 naondoa uchafu. Wewe unamtesa mama huyo. Kwa jina la Yesu. Achia. 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 Regea kamba. Regea minyororo. Mizimu ya familia. Mizimu ya familia. Mizimu za ukoo. Ujauzito umeibiwa. Ni saa ya ukombozi. Ni saa ya kuhamisha mtoto wako. Anarejea mtoto tena. Ujauzito huo. Mimba hiyo. Mimba hiyo. Mimba hiyo. Mimba hiyo. Mimba hiyo. Ilikofungwa. Ilikofungiwa. Huyu mama alikana ujauzito. Mtoto wa kwanza. Mwaka mmoja na miezi minne. Mwaka mmoja na miezi minne. Sasa na wewe unapokea. Na unapokea. Mimba hiyo. Mimba hiyo. Ujauzito huo. Mimba hiyo. Mimba hiyo. Ujauzito ulioingia. Huyu aliyefunga mimba hiyo. Yeye alifunga mimba hiyo. Nasema achia. 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 Roho Mtakatifu nenda. 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 Hayo mateso. Mimba iliyofichwa na yanyang'anya. Na wanyang'anya. Na wanyang'anya ujauzito. Na wanyang'anya. Na wanyang'anya ujauzito. Na wanyang'anya. Na wanyang'anya. Achia. Na waambatanisha watu hawa. Na muujiza wa mama huyo. Muujiza wa mama huyo. Miaka mmoja na miezi minne. Alipata mtoto. Baada ya maombezi. Baada ya maombezi. Kwa jina la Yesu. Hiyo mimba. Funguka. 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 Ujauzito. Funguka. Funguka. Minyororo. Regea. 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 Achia mimba hiyo. 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 Nasema achia. Nasema achia. Nasema achia. Mateso hayo. Ondoka. Achia. Achia. Achia kitovu chake. Achia ujauzito wake. Achia tumbo lake. Achia. Rana achia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Apokee. Arudishe mtoto. Arudishe mimba yake. Arudishe mimba. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Huwezi kumtesa. Hawezi kumtesa. Hawezi kumtesa. Hawezi kumtesa. Hawezi kumtesa. Muujiza unaotoka mahali hapa. Muujiza unashuhudiwa mahali hapa. Naye anapokea leo. Naye anapokea leo. Na wewe pokea leo. Na wewe pokea leo. Na wewe pokea leo. Hiyo mitishamba, magonjwa, yayuka. Yayuka. Hiyo Freemason. Freemason ikuachie. Yakuachie. Yakuachie. Wakuachie Freemason. Wakuachie. Mizimu ya familia. Mizimu ya familia. Hiyo mizimu ya ukoo. Laana ziondoa. Yakuachie. Yamwachie. Yakuachie. Nasema yakuachie.
Hapo lipo. Funguka. Funguka. Hizo nyoka zinakutesa. Hiyo nyoka inafunga kizazi. Hiyo nyoka inatafuna mayai. Hiyo nyoka yeuka. Ninatuma moto mapangoni, moto makaburini, moto kuzimu, moto. Yanateketea. Kamba zinakuachia, kamba zinamwachia, nyororo inaachia, kamba inaachia, yanamwachia. Ondoka, subiri. Chomoka. Na msirudi tena hapa. Chomoka. Naweka huru. Niko jao. Naweka huru. Wanafunguliwa. Wawe huru. Kwa jina la Yesu Kristo. Awe huru. Namweka huru katika jina la Yesu Kristo. Pokea. Unaweza tamka, sema napokea. Pokea baraka zako. Pokea mimba. Pokea mwanja. Pokea mlango wa kizazi. Pokea afya. Pokea na wewe leo katika jina la Yesu Kristo. Wote tamka, sema tayari. Uliyesimama chukua nafasi yako kali. Haleluya. Akuwekewa mikono, lakini imani. Alielewa, aliamini, akisema kama huyu nani? Yule mama alikuwa anatokwa damu miaka 32, alisema hivi, nikienda nikaligusa pindo na vazi lake, damu hizi zitakoma. Alipoligusa lile pindo, damu zikafanya nini? Sasa naona sema kama hivi nilivyosimama na mimi leo nipokee. Unaweza ukashangaa. Haleluya. Huyu akapokea, aliondoka chini, na huyo pia aliyesimama bila kuondoka akapokea. Nasema upokee. Piga kelele, sema haleluya. Haleluya. Makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tukatoka huko Reba nikaenda wodini. Kuna mama alikuwa ananiambia mimi nimeshawekewa drip za uchungu, lakini mimba haishuki. Kwa hiyo mimi mwenyewe nafanywa operation Jumatano. Sasa nikamwambia, sema leso nimeiacha nyumbani. Kuna leso mchungaji alikuwa amenipaga, najua anakumbuka. Nikampigia mume wangu, alikuwa yuko anakuja, nikamwambia uniletee leso fulani iko sehemu fulani. Akaniletea. Nikamwambia, yani we mama ukae na hii leso. Alikuwa anakaa sana anasweti, maana alikuwa anawekewa drip za uchungu. Nikamwambia ukae na hii leso, unajifutia jasho, yani ukae nayo. Nakupa na namba ya mchungaji uje umpigie. Mume wake akaniambia nipatie, nikampa. Muda huo akampigia mchungaji, alikuwa hapatikani. Basi ukijifungua pale kwa Egbert unakaa masaa 24 ndio uondoke. Kwa hiyo nikakaa, ikawa kama nilijifungua kama saa 7 mchana. Ikawa kama saa 2 usiku, yule baba akaja akaniambia mtuombe. Ameenda Reba na yeye. Basi nikamwambia leso ameenda naye, akaniambia ndio. Kuna mahubiri niliyatoa YouTube, nikawa nimeyamtumia kwenye simu yake. Ilipokuja kufikia kama saa 7 usiku, yule baba akaja ananiambia kwa kweli amejifungua na amejifungua vizuri. Basi nikampa namba ya mchungaji, nikamwambia utampigia. Sikujua kama alimpigia kumwambia au kumshukuru. Mimi nilipofika asubuhi tukaondoka, yule dada nikamwacha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Na mtoto wangu ndio huyu. Hivyo nimekuja kumtolea Mungu shukrani. Amen. Haleluya kanisa. Haleluya. Kuna wakati natamani kama ningekuwa ni mshirika, msi mchungaji. Shika mkono mwenzako, muulize, hivi unaona nini? Unapata nini hapo, unajifunza nini? Haleluya. Imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani. Akasema ile leso wakati nasafiri mchungaji alinipa inaweza ikafanya kitu kwa mtu mwingine. Yeye mwenyewe tu imani.
ikazaa matunda mengi. Jamani, makofi kwa Yesu. Dada wakati akiwa mjamzito, pepo wachafu walihangaika kuondoa mimba yake. Haleluya. Walihangaika sana kuondoa ujauzito wake. Na huko anapotoka kwenda kitu chini kuna ni mbali. Sasa ilikuwa ni shida kwenda na kurudi ndio kuombewa. Haleluya. Sasa mara walimpima, hospitali akamwambia asifanye kazi nzito. Bwana asifiwe sana. Asifanye kazi nzito sana, akibeba kitu, akifanya nini siku za mkiki, mimba yake itatoka, maana imeshashuka, imetoka kwenye kizazi kwake. Haleluya. Sasa wakati anaombewa mara kwa mara anaondoka, wakati namwombea aliniuliza kitu mchungaji, sasa nitafanyaje nisifanye shughuli yote ile kweli? Nikaa hapo nimelala nimetulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamwambia dada, amini nimekuombea ili tatizo litokurudia tena. Akakaa amekodoa macho akuniamini. Haleluya. Nikamwambia sasa hivi kama nilivyoshika kitambaa kama hiki, nikamwambia sasa dada, nakupa kitambaa hiki ninacho. Amini tu kwamba kwa kitambaa hiki mamlaka imeenda na wewe. Mimba hii haitoshuka tena wala itotoka. Kutokea hapo mazalayo yakaisha moja kwa. Kumbe jamaa alitunza ile leso. Akakaa nayo. Haleluya. Akakaa nayo. Sasa kumbe hiyo leso anaitumia tena kwenye mambo mengine. Bwana nisaidie kwenye kila kile. Yaani anaamini kitambaa kilichopewa na mchunga. Mimi huko nishatoka, yeye anaamini. Bwana asifiwe. Kwa hiyo imani inaweza ikaomba kitu kingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Haleluya. Wale watu 10 wenye ukoma hawakupewa na kitu chochote, ila waliambia hivi, pokea muujiza wenu, basi nenda mkajioneshe. Wakati mwingine hata hajawekea mikono, lakini watu kwa kutokuwa na imani anataka aweke mikono. Haleluya. Kwa kutokuwa na imani anatamani wamuombee mbi maji ya upako, anatamani mpe mafuta ya upako. Hapana, kinachotakiwa pale unatakiwa na imani. Wewe na imani. Dada aliendelea kunipigia simu wakati uko kwenye leba huko, anakwenda kujifungua. Mchungaji, sasa nikamwambia dada, nimeshakuombea wewe na imani. Amini hivyo kama nilivyokutamkia, utazaa mtoto bila operation. Wakati mimi nanipigia niko kwenye pikipiki, niko kwenye usafi, namwambia ngoja nikuombee saa 8. Ameshapiga simu, namuombea. Baada muda mchungaji ombee. Kwa hiyo mtu wengine wanakuwa na imani ukimwekea mkono. Haleluya. Lakini mtu anaweza au alidondoka chini sikumwekea mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikumwekea mkono mtu yeyote. Anayefanya kazi ni nani? Ni Mungu. Na kama hakuna Mungu, mchungaji akuombea hakuna chochote. Anayemponya, aliyefanya operation hiyo mpaka mama akafika kujifungua salama ni Mungu, wala si mchungaji. Ila Mungu anabaki kuacha utamke. Ninazungumza nini? Nimetamka nini? Nitakachokutamkia hicho ndicho amini. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ikawa wakati leo ukisimama hapa, wengine wanaamini, mwingine hajaamini. Haleluya. Mwingine ameamini, mwingine hajafanya nini? Hebu angalia Mungu alivyo ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Mungu alivyo ajabu. Dada huyu wakati anakuja, amekuja na wifi yake, ambaye yuko hapo huyo. Amekuja na wifi yake kutoka Kitochenkwa. Na yeye changamoto ni yenyewe. Lakini ajabu alimsimamisha hapa, Alhamisi. Nika mikono kwake, nikaomba wewe, dada alikuwa anafanya nini? Walikuwa hapo Alhamisi. Nikamwachia. Baadaye akarudi tena, mchungaji, sasa wifi yangu anaumwa sana, namsaidia mchungaji. Akarudi kumkeza mkono. Sasa mchungaji, naona anataka mpaka ni dada yake amedondoka chini. Ameongea jambo. Umeamini hapo? Bwana Yesu asifiwe sana. Niweka mikono kwako raja yumba jaruka chini. Lakini leo alimdondosha ni nani? Mungu. Kwa hiyo mimi sifanyi chochote, anayefanya kazi ni nani? Hebu mpige Mungu ya makofi. Sana. Lakini wala sikujua patatokea nini. Dafu unadondoka katikati ya watu. Aliyefanya hii kazi ni nani? Ni Mungu. Malaika anapita anafanya kazi. Alafu je, tukidondoka wote nani atambeba mwenzake? Nauliza, je, tukidondoka wote wenye matatizo? Sasa Mungu mwingine anamponya kwa kudondoka chini, mwingine anakuponya bila kudondoka chini. Shika mwenzako mwambie na mimi nimepokea. Lakini pia mwenye imani wanaweza kasimama wale wenye uhitaji wa mtoto. Lakini mwenye imani yeye hitaji lake anataka gari. Hitaji lake anataka kupona vidonda vya tumbo. Hitaji lake anataka apone Alzheimer, apone kansa. Hitaji lake wakati amekaa pale, yani akuatilie, Mungu nisaidie na mimi.
wanapopokea au milango ikafunguliwa kupata uzao, na mimi mwanangu aliyeshweli, na mimi mwanangu anaye, na mimi ugonjwa wangu, kumbe na yeye amepokea. Shike mwenzako mwambie na mimi nimepokea. Makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kingine namshukuru shemeji yangu. Najua wengi mnamfahamu, ambaye amjui anaitwa Amfure. Yuko kule nyuma. Amfure si mama tukufahamu. Namshukuru sana. Kuna kipindi nilikuwa nina ujauzito wa huyu mtoto. Ilikuwa ni siku ya Jumapili. Sikuwa na mawazo yoyote, ilitokea tu ghafla nikawa nawaza kwenda kujiua. Nikampigia dada yangu, nikamtumia dada yangu message, Mama Deborah anaitwa Rosemary. Nikamtumia nikamwambia, dada, mimi naenda kujiua, umwangalie mtoto wangu. Nikaenda huko chini kwenye migomba nyumbani. Yaani nilikuwa nimekaa napanga kabisa ngoja niende nijirushe kwenye maji. Sikujua yani Amfure alitoka wapi. Alikuwa ameshatoka kanisani na alikuwa kwenye ibada siku ya Jumapili. Lakini alikuwa ameshaendesha pikipiki, ameshafika kwangu. Yaani namshukuru sana na Mungu ambariki. Kakunusuru. Yangu alikuja akanisaidia. Bwana Yesu naomba ambariki. Yaani namuombea sana kwa imani afanikiwe pamoja na dada yangu Rosemary. Na yeye Mungu ambariki. Kwa hiyo ninasema asante kwa hayo yote Mungu aliyonitendea. Pia nisisahau namshukuru sana baba yangu Mchungaji Diki. Yaani namshukuru sana na namuombea kwa Mungu amwezeshe na tena maradufu. Amuongezee neema, ampe na kibali zaidi. Bwana Yesu, namweka wakfu kwa siku ya leo mwanangu Leonce. Naweka mikononi mwa Mungu. Nimempata kwa mkono wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu. Hata leo ninaposhuhudia, Bwana Yesu, mpokee mwanangu Leonce. Chochote kibaya kisimguse. Kwa uwezo wako Roho Mtakatifu umlinde Leonce. Kwa jina lako Yesu, pokea shuhuda yangu. Kwa ushuhuda huu nimeuambatanisha na sadaka ya shukrani. Kupitia sadaka hii awe na kibali mwanangu, nipate kibali tena kwenye malango ya madhabahu yako. Ninapokukimbilia Mungu, Mungu nikumbuke. Sadaka hii ikawa ukumbusho. Niwapo nyumbani kitochenkula, Mungu nilinde. Kwa maneno ya leo, hiyo ukumbusho mbele zako. Kwa jina la Yesu, mpokee mwanangu. Nawe sema amina. Ninaomba kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Nabariki uzao wa mama huyu, mtoto wa kwanza na mtoto wa pili ambaye ni Leonce. Kwa uwezo wako na mamlaka, utukufu wako ushuke. Ninapomwekea mikono Leonce, ninaachilia nguvu yako Mungu ishuke juu yake. Ikiwa kuna miungu pepo wachafu, yote yayeyuke, yaishirie mara hii leo. Kwa jina la Yesu Kristo, namtia mafuta Leonce kwa kumwekea mikono hii. Nimekuweka wakfu Leonce mbele za Mungu, mikononi mwa Mungu. Anayekulani, anayetafuta kuloga, uchawi warudie na laana zao, lakini akubarikie, abarikiwe. Kwa jina la Yesu Kristo, wakati na muda ufikapo mama akahitaji tena mtoto mwingine, aidha wa kike au wa kiume, katika jina la Yesu Kristo, mlango huo nimeufungua. Wakati unapowaza na fikiria kupata mtoto mwingine, pokea pasipo utata. Malazi, magonjwa ya kuachie yasifuate tena. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu, nyote na ufunika na kuwalinda. Kanisa wote tuseme amina. Na mimi nimesimama tena mbele yenu. Ninamshukuru Mungu aliyenipa neema na kibali tena cha kusimama siku ya leo.
Haleluya. Amina. Namshukuru Mungu anayetenda mahali hapa. Namshukuru mchungaji. Namshukuru Mungu anayetenda ndani ya mtumishi wa Mungu. Lakini pia pamoja na kutenda, mtumishi wa Mungu anatia bidii katika kumtumikia Mungu. Kwa kweli Mungu ni mwema. Mungu ametenda kwangu, ni mengi aliyotenda, lakini sina mengi kwa sababu shuhuda yangu nilitoa Jumapili. Nikasema leo nasimama kwa ajili ya kukamilisha shuhuda, kwa ajili ya kutoa shukrani yangu. Haleluya. Kwa kweli Mungu ni mwema. Ninachoomba kwa wenzangu ambao mmejaliwa kufika mahali hapa, Mungu amekufungulia njia, umefika mahali hapa. Wenda una changamoto, una shida, una ziki, unatamani kitu, amini Mungu aliyekuleta mahali hapa, kuna jambo anatenda kwako. Haleluya. Amina. Kwa kweli Mungu ni mwema. Nakusihi ujitahidi, uwe na imani, lakini pia usikate tamaa, kwa maana Mungu achelewi na wala hawai. Anatenda kwa wakati wake, kadiri ya mtu anavyotia bidii katika kumtafuta. Haleluya. Amina. Kweli mchungaji, Mungu akubariki sana. Uliyenipigania mengi, umeniombea. Kwa kweli sitorudia shuhuda, labda nimekuja kumshukuru Mungu. Amina. Nimejaliwa kuja mwenyewe, mwenzangu hajapata kibali, lakini Mungu ni mwema. Amini, Mungu atatenda, kukupa uwe na imani. Jameni, makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Alisimama hapa Jumapili iliyopita akatoa ushuhuda wake na mia wake aliyopata na kichojili Mungu alichokitenda, akisema lakini nitarudi hapa Jumapili pia na nikiwa nimebeba shukrani yangu na kuombea. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya maisha mama huyu pamoja na ndoa yake pia na uzao watoto. Katika jina la Yesu Kristo. Leo amerudi sasa kwa shukrani yake na itia mafuta na ambatanisha damu ya Kristo. Kupitia sadaka yake ya shukrani abarikiwe. Na hata inuapo mikono yake akiomba dua akihitaji msaada, Roho Mtakatifu suke uweza wako na mamlaka mpiganie siku zote. Katika jina la Yesu na kufunika na kulinda na usema amina. Amen. Na hivi sasa naendelea baada ya maombezi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa jina naitwa Adelina Pius, natokea Kayanga. Ongeza sauti. Natokea Kayanga upande wa Nyakanongo karibu na hospitali ya wilaya. Napenda kutoa mimi tangu 2023 ilikuwa mwezi wa 11. Nilikuwa nyumbani, hiyo siku ilikuwa siku ya zoezi. Unaitwa nani nasema? Sogeza hapo hivyo. Adelina Pius. Adelina Pius. Nasikia kumsikia Hiyo siku ilikuwa siku ya zoezi. Mimi ni mwanakwaya Katoliki. Sawa sawa. Nikaa najipanga hiyo siku niende zoezi, lakini nikawa nashindwa. Mimi nilikuwa siwezi kukosa kwenye zoezi, labda niwe naumwa ama nimesafiri ama changamoto yoyote ile. Hiyo siku nikajipanga niende zoezi, nikashindwa. Nikaandaa maji niende kuoga, nimefika bafuni, maji nikaacha, nikarudi kulala. Kilichotokea hapo, nilienda kulala nikawa na sweat, nilikuwa na mtoto wa shangazi yangu. Akaniambia, "Mama Princess, mbona uendi kanisani?" Nikamwambia, "Hapana, mimi sijisikii kwenda kanisani." Akaniambia, "Mbona naona wametuma message kwamba leo inabidi muwahi mwende saa 10 kamili. Maana kuna nyimbo wanatakiwa kuwafundisha." Nikamwambia, "Hamna, watumie message, nimesafiri." Baadaye akasema, "Hapana, wewe unapenda kuwa inabidi uende." Nikawa namsikia mwenzangu ananipitia, akaniambia, "Adelina, twende wapi?" "Kanisani." Nikamwambia, "Sawa, nakuja." Nikamwambia, "Subiri niende nikaoge, bado sijaoga." Akaniambia, "Hapana, mimi nawahi, utanikuta njiani." Nikamwambia, "Hapana, nisubiri." Nilivyoenda bafuni tena nikashindwa, nikarudi. Nikaenda chumbani nikalala. Nilivyofika hapo chumbani, baadaye kama vile kuna roho iliniambia, "Nenda bafuni kaoge uende kanisani." Nilivyorudi tena bafuni nikashindwa. Nilivyofika chumbani nikatafuta nguo nikavaa hivyo hivyo nikaenda kanisani.
Nimefika kanisani kakuta bahati nzuri hawajaanza. Baadaye wakafundisha nyimbo, mwalimu wa kwaya akanafundisha nyimbo, mimi nimeinama. Pale nilipokuwa nataka kuinua mdomo niimbe, nashindwa. Baadaye mwalimu akaanza kunigombeza, kama huwezi kuimba, chukua daftari zako nenda nyumbani. Nikaa namwangalia tu. Baadaye akaniambia, Adena, acha dharau. Ulianza dharau lini? Mbona leo nakushangaa? Akamwambia, utajiji, usinazimishe. Aka ananiambia hivyo, namwambia yani wewe ni mjinga. Baadaye alivyonyanyua mkono anipige, nikamshika na mimi nikamtandika. Ukamtandika mwalimu? Yaani hapo ndo akawa anajiuliza Adena amekuaje? Sawa. Muda kidogo nikahisi kichefuchefu, nikakimbia. Nilivyokimbia kwa wanakuwa kafia hiyo bado ni mgole ukute tayari. Wakawa na dharau hivyo hivyo. Baadaye nilivyorudi nikakimbia nikachukua maji nikanywa. Nilivyomaliza kunywa maji hapo sikambua chochote kile. Baadaye wanakwaya nasikia walikuwa wananisimulia sasa kilichotokea tena nyuma. Wakanipeleka hospitali pale dispensary ya Kayanga. Wakapima hamna ugonjwa. Baadaye wakaleta madilipo wakaweka. Hamna kitu chochote. Yaani walipokuwa wanakuja kuniwekea dilipo, kilichotokea hapo nikaanza kuwapiga. Nilivyoendelea kuwapiga madoki, mimi walikuwa wananisimulia ila nilikuwa sijui. Walivyokuja hapo baadaye, mwanaume alikuwa kazi, alikuwa kaama. Wakampigia simu, huyu sio mgonjwa, labda anaumwa vitu vingine. Kilichotokea hapo akanitoa hapo akanipeleka nyumbani. Mimi mama mkwe wangu na baba mkwe wangu wanaamini dini ya Roman. Wanapenda sana Roman. Asa akatokea mmoja wapo akaniambia, wakamwambia mume wangu, akampigia simu, kuna mchungaji yupo Ndama, tunaweza tukampeleka? Mama mkwe akasemaje, msubiri kwanza hapo nifike. Mama mkwe alivyofika hapo akaanza kusali ya Roman. Akaendelea kusali, wanakwaya wenzangu na wenyewe wakaja, makatikista wakaja hapo wakawa wanasali ila vilishindikana. Baadaye wanakwaya wengine wakatokea akasemaje, wakamwambia mume wangu, tunaomba wewe mwanakwaya mwenzetu mlete huko kanisani. Siku ya Jumapili wakanipeleka, ile kunifikisha getini ikashindikana siingie. Baadaye nilivyoenda akanipeleka kwa paroko. Nilipeleka kwa paroko akaniombea, alivyomaliza hapo nikatulia. Wakaamini nimetulia kweli, niko vizuri, nikarudishwa nyumbani. Nilivyorudishwa nyumbani, ile kufika nyumbani tena nikaanzisha. Nilivyoanzisha baadaye kuna mwanakwaya akatoka semaje, naomba uende huko kwa mchungaji Ndama. Mume wangu akasemaje, mimi kikweli namsikilizia mama yangu na baba yangu, mimi siwezi kumpeleka kwa rokole. Wanakwaya akasema na sisi tunaugua lakini tafuta pengine. Mwanaume hapa akawa analia, mtoto wangu analia mpaka ananiogopa. Kilichotokea hapo, mwanaume akaamua akanipeleka huko Ndama. Nilivyoenda huko wakaniombea, nikaa nimetulia. Kwani nimepona, nikaa nimepokea. Asa huu mwaka mwezi wa kwanza, mwanaume alikuwa akienda kazini, anipigia simu. Akirudi nyumbani hatongeleshani. Nikimwambia nahitaji hiki ananiambia usinisumbue. Kila nikisema chochote kile ananiona mimi sifai kwa busy na simu yake. Baadaye nikamwambia mume wangu, sidhani kama tutawezana, ila naomba ipo siku utaache hiyo simu. Na kama kuna mtu anakutia kiburi, ipo siku atashindwa. Mume wangu akawa anacheka na niangalia tu anacheka. Kilichotokea hapo, mwanaume akaanza kunipiga, akaniambia naomba uondoke. Nikaondoka. Niondoka mwezi wa 11 nikarudi mwezi wa 4. Nilivyorudi hiyo mwezi wa 4 nimefika nyumbani tu. Baada ya wiki nikashikwa tena. Nilivyoshikwa hapo, mama mkwe alikuwa safari. Alikuwa ameenda kwenye harusi ya mtoto wake.
akampigia simu mama yake, Mama Princess amerudiwa tena na ile tatizo. Akasema tafuta maji ya baraka unamwagia atakuwa vizuri. Mwanamama akamwambia nilipofikia nimechoka, mimi nampeleka popote pale. Baadaye akanauliza, je, una namba ya mchungaji? Akamwambia mimi nina namba ya mchungaji hapa maeneo ya Kanongo. Alivyompigia simu akamwambia mimi hapana, siwezi nikaja kuombea kwenye mapepo. Hiyo mchungaji alikuwa ni mwanamke. Baadaye majirani wakamfuata, wewe unahitaji shilingi ngapi ili tukulipie nauli uje kumuombea huyu? Labda nyie mbebe mlete, lakini siwezi nikaja hapo. Wakamwambia sasa tunamleta. Ile wamefika nyumbani akamwambia basi tuelekeze nyumbani kwako ni wapi kama gari inapita. Akasema kwanza nipo nampikia mume wangu. Kwa msubiri, nikishamaliza kumpikia mume wangu tawapigia simu nje. Mume wangu akavumilia. Alivyovumilia mpaka hapo akumpigia tena. Kilichotokea mwanamke huyo mchungaji akaanza anaongea kwa watu, mimi siombeagi mtu ambaye sio muumini wangu na mtu mwenye mapepo nyumbani kwake. Huyo mama nilipopata nafuu nilikuwa nasema hata kama amekataa kuja kuniombea na imani yangu ila nitapokea. Nitakuwa naomba sala zangu ninazojua, hata kama ni za Roma ninazojua Mungu ni mmoja. Nitakuwa naomba hivyo hivyo. Basi nikakaa hapo natulia. Baadaye nikawa vimeachia. Sasa hii juzi tena nilikuwa nimeenda Nyakanga huko hospitalini kumuona mgonjwa wa rafiki yangu. Nimerudi nimefika nyumbani nikashikwa tena. Nilivyoshikwa tena mume wangu akasema hapana, haiwezekani. Mama mkwe wangu akawa amempigia wifi yangu Mama Debora. Akawa amempigia huko alimpigia wifi yangu ya Mama Kale. Huyo alitoa ushuhuda hapa. Alivyompigia akamwambia kwamba huko kuna mchungaji anaomba. Akamwambia poa. Baadaye akaniambia sasa Dena ujiandae. Wewe utaenda wapi? Aliansi kwenye maombi. Kaambia mimi siendi. Na imani yangu nitapona, mimi nabaki Roman nitapona. Akaambia Mama Princess naomba ujiandae. Kaambia siendi. Mume wangu akanifuata, akanizaba makofi. Akaniambia unaenda? Nikamwambia siendi. Akamwambia yaani usipoenda naomba ukuje kila kitu chako uondoke. Kaambia mimi nitaondoka. Kwani kuna shida gani? Kilichotokea hapo baadaye walimpa namba. Mama mkwe alimpa namba. Mama Debora alimpa na huyu hapa. Huyu wifi yangu. Alipewa namba ya mama nani. Huyu kumbuka sami kwa naua. Baadaye huyu hapa alitoa namba mama mkwe akampa wifi yangu Mama Debora. Akawa anawasiliana na mume wangu. Baadaye nasikia mama mkwe alikuja akaongea na baba mchungaji. Ndio hivyo. Kwa alivyokuwa ananileta akawa anawasiliana Mama Debora na wifi yangu Nyangoma. Ndio akawa amenileta hapa. Kwa nilivyotolewa kule Kayanga mimi nilikuwa sijui kinachoendelea, hata sijui nilifikaje huku, nilikuwa vibaya sana. Kwa nilivyofika hapa wakanihudumia na Yesu waliokuwepo ile Alliance wiki iliyopita wanajua hali niliyokuwa nayo. Kwa alivyonileta hapa akawa ananiombea, kikweli mimi nimepokea. Katika jina la Yesu. Dada unasema unaitwa nani? Naitwa Adelina Pius. Adelina Pius. Ulipokuwa unavamia ulikuwa unapata nini? Unaona nini? Nilipokuwa na mara ya kwanza nilivyokuja kutokewa, nilikuwa natoka kwenye chama, nilikuwa nasikia kitu kinanifuata. Kama vile kuna moto unanipita, kichwa kinanizunguka. Kama unasikia kama moto unapita. Kama unaunguza kwa namna fulani. Sasa nikaa namwambia mume wangu kuna kitu kinanizunguka, akaniambia hapana, wewe umeshakuzoea na utani wako. Baadaye kikipita unapata nini? Kikishapita kuna sala hivi ambayo nilikuwa naomba. Kila nikiomba hiyo sala baki na hakipiti tena.
lakini kisha nikae nitulie, hicho kitu ndio kilikuwa kinakuja kinanivamia. Kuvamia. Kwa hiyo ilifika hatua nikawa sina imani tena kuwa nasali, nashindwa kusali mimi. Kisha nivamia nashindwa. Ulipokuwa unavamia unapoteza labda? Napoteza, yani nakuwa kama chizi kabisa, napiga watu, nakimbia. Mtu akinifuata nampiga mawe. Wewe kama ni kama chizi mwewe. Piga watu unakimbiza hivi. Lakini vyokuwa vinanikimbiza. Nilivyokuwa kuna muda mwingine nilivyokuwa nikishikwa, naona kama vile napelekwa chini ya jiwe. Nikipelekwa chini ya jiwe naona watu wamevaa vinguo vyeusi. Ndio. Sasa hao watu walikuwa yani wakishanipeleka kule, wengine mkuu wao anasema huyu hapa amekuja. Akaa namtuma mfanyakazi wake mwenzake mdogo. Sawa. Alivyokuwa anakija kiingia huko ananipeleka, nikishafika kule wanaanza kucheza mambo yao. Lakini walivyokuwa wakinipa nyama zao nakataa. Wakinipa nyama zao nakataa, yani napigwa nachomwa. Ni kama kule kulikuwepo kikao fulani. Kulikuwepo kikao. Sasa mwanamke mmoja akawa anasema huyu mwanamke anapendwa, mama mkwe wake, baba mkwe wake, mashemeji zake, marafiki zake wote wanampenda. Kwa hiyo si tunachokitaka mimi watoto wangu wote hawaolewi wala hawaoi. Lakini huyo mwanamke hata kwenye harusi yake tulikuwepo. Ninachotaka mwanamke nilimpenda, nataka aolewe na mtoto wangu. Mimi nikaa huko nasikia, yani kimoyomoyo, yani nasikia nipo huko lakini nawasikia. Nikawa nasema siwezi, nakataa. Wakawa nasema kina kaka mdada kama vile kana imani yake. Kila tukijaribu kukakata roho tunashindwa, lakini tukija kumfikisha huku tunamfikisha, lakini akifika huku tunashindwa. Kwa hiyo kila nilipokuwa nikishikwa vinaongea nataka kumuoa. Kwa hiyo nilikuja nikawekewa na alama hapa. Alama ilikuwa ni N. Nililala nikamka nimechora na alama hapa ya N. Sasa nilivyokuja kushikwa vikawa vinaongea sasa hivi. Ile juzi nimekuja. Vikawa nasema sasa hivi nimekuja mimi kama mwanaume naye muhitaji huyo mwanamke. Kwa nampenda sana huyo mwanamke, lazima nimuoe. Nahitaji anizalie, nampenda sana. Kwa hiyo hapo mwanaume alikuwa amechanganyikwa. Yaani mume wangu namshukuru sana kama hayupo. Alisema hata kama mamangu ni Romani, babangu ni Roma, ila mke wangu alipofikia mimi nampeleka huko kwa mchungaji. Kwa dadangu aliposema mimi nampeleka huko, ndio akakuleta huko. Ndio akanileta huko. Sawa sawa. Kwa sasa hivi naendelea vizuri mpaka mume wangu anafurahi sana. Vipi hiyo namba ulikuwa unaiona au ulikuwa unasema umekuwekea namba? Namba nilipokuwa nikiwa vizuri naiona. Ukivamiwa au uioni? Nikivamiwa, yani alama alikuwa anasema mimi nimemwekea alama yule mwanamke ili hata na marafiki zangu wa kichawi wamtambue huyu kama ni mke wangu. Kwa marafiki zangu wasije wakamuendea, hii ni alama kwa sababu mimi ni mtoto wa mkuu wao. Kwa nimeweka hii alama ili aendelee kuwa mke wangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Wewe unaweza kuwa umekudoa macho, mimi na kitu nachukua hapa najifunza. Ana ndoa, ameolewa, lakini upande wa pili anasema ninaona niko kwenye kikao mara fulani kwenye sherehe na tunapewa vyakula tunakula, lakini mimi nakataa vyakula, nalazimishwa hata wakati mimi hata kupigwa. Haleluya. Haleluya. Lakini pia anasema kula anaona kuna mama mkwe mwingine na mme mwingine kule. Na huyu anasema nimemwekea alama yangu kwenye kifua ili asije akaenda kwa mtu mwingine. Na anapovamiwa ile sauti ya mwanamume huyo ndio anayeongea futi na mume wake sasa aliyoko ulimwenguni. Ndio anayeongea kwamba ni wa kwangu, nimemooa, nitamuoa, ni wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kirejea hapo nyuma kwenye shida yake anasema hivi. Hapo nyuma familia yake imekuwa na utata, changamoto fulani, hakuna mahusiano, hakuna maelewano, yote yale hawapendani. Haleluya. Mimi anapokuja wewe anachukia. Huyu kama yupo anakuwa bize kwenye simu yake. Hapo kama mtu mzima unakuwa umeshaelewa hapa kuepo upendo wao. Wakati huo yule mchawi adui anasema ni mke wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anapata majibu kwamba kuna uwezekano mtu unamuona katika ulimwengu wa sasa tunaonana, kumbe kuna mara ameshaolewa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kaishaolewa sehemu nyingi. Huko naye mka muelewana mpatani mwanamume kaishaoposwa mwanamume mwingine kule. Mke mwingine kule. Haleluya. Haleluya. Hebu mshike mkono mwenzako muulize, wa kwako naye kweli wewe? Hawa na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema kila alipokuwa anavamiwa alikuwa anapiga watu ngumi kama mweu. Na hata kumtoa kayanga kumleta mpaka huko. Ajui ni muda gani ni lini kitaendelea, kwa hiyo alijishangaa, amejitambua yuko mazingira haya. Mungu amefanya hajafanya? Dada toko umekuja huko umepita muda gani mpaka leo? Na kama wiki na siku 3. Siku 3. Toko umeombewa kwanza ile Misri kuja huko. Mpaka sasa umeshavamiwa tena? Hapana. Umeshapiga watu teke? Hapana. Kwanza hapa nilipo yani nimepokea. Yani natamani ningekuwa na uwezo. Nikaenda nikamwinua mume wangu, nikabeba na nyumba tunayoishi, nikaibeba nikaileta huko. Tukakaa huko. Nikaanza kwa pia huko. Unaona wale? Haleluya. Wakomba Bwana Yesu Bwana mkuu turehemu. Wakomba anatamani amsogelee lakini hawezi. Anatamani ajenge huko apate kiwanja huko lakini hawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa dada utafanyaje? Ili wewe huko karibu. Yaani mimi cha kufanya, mimi hata nikiondoka hapa, make naondoka kesho. Hata nikiondoka hapa, mimi mume wangu kaniambiaje? Kila baada ya mwezi lazima utakuwa unaenda unabudia huko. Kila baada ya mwezi atakuwa anakuja kunafanya ibada. Yaani kila mwezi nitakuwa nakuja nabudia huko. Atakuwa ananiruhusu. Atakuwa anakuruhusu. Kwa na mimi nimeshukuru na hapo na hiyo nafasi alionipatia niwe nakuja kuabudia huko. Kayanga huko kaenda Singani? Nyakanongo karibu na hospitali ya wilaya huko. Niko jirani na hospitali ya Nyakanongo. Na hospitali ya Nyakanongo. Kutoka pale hospitali ya Nyakanongo kwenda Kishao pale kanisani, kanisa la Kanana pamoja. Napasikia, mimi sijawahi kufika. Taifika. Kwa hiyo huwezi jua pale kutoka pale mpaka Singani pale. Haya. Kwa hiyo kule tuna kanisa liko mpakani na Kayanga na Msaka, sawa? Baada ya kuondoka nitakuelekeza, nitakupigia simu. Namna kuona pale. Wakati unapokuwa ujaja huku utakuwa unaabudia pale. Jambo la pili nataka kufahamu. Akasema namba alikuwa si akijitambua, sijajitambua, anaona namba ile. Hebu kulikuwa niambie kwa sasa ile namba ipo unaiona ikoje? Ilikuwa imechora yani. Nilikuwepo hapo. Kwa hiyo kwa sasa ipo. Sasa hivi haipo. Inaonekana yani kidogo yani inaishiria. Alikuwa anaiona wazi kwa sasa, anasema baada ya maombezi anaona kwa mbali kama kwamba kulikuwa na namba inaishiria. Haleluya. Kanisa mpigie makofi. Yeye nafurahi sana. Yaani shukrani napenda zimwendee wifi yangu Mama Debora na shemeji yangu Baba Debora. Afre. Na wifi yangu Mama Karen. Wifi yangu Nyangoma walionipokea na mama nawapenda sana. Pia nakushukuru sana babangu. Leko tati na maji. Usipige magoti kwangu, mpigie Yesu magoti, sio mimi. Aliyeponya ni nani? Mungu. Aliyemponya ni nani? Mungu. Sio mimi. Sikiliza sasa. Anasema wifi yangu Mama Karen, si Baba Debora na nini, salamu zimfikie, shukrani zimfikie. Sasa kuna huyu hapa ulimpiga teke ile Alhamisi. Ulimuona? Nakumuona. Haleluya. Amen. Na mimi nasema shukrani ziwafikie wote waliopigwa teke. Bwana awabariki sana. Makofi kwa Yesu. Dada alipokuja kujitambua anashangaa mzima amekaa amelala mara fulani. Watu wameshajipangusha teke zao. Ila kilichoendelea alimwona mama nani? Mama Debora kule. Wengine wote hao Alhamisi walipigwa. Haleluya. Lakini yote katika yote tulikuwa tunamtumikia nani? Tunamshukuru Mungu kuona dada yule mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anasema sehemu nyingine atambui kinachoendelea, lakini walipomleta kwenye gari Alhamisi saa 6 kwenye mombe ya mkesha hapo. Wanamshusha kwenye gari. Mimi nijiuliza kuna nini gari?
Mimi sikuwa na taarifa kama nisikiwa namleta. Kumetokea nini? Kupita kwenye mlango hapo palikuwa panabana. Wakaufungua mlango lakini panabana. Kumpitisha kumleta hapa. Wana nao ombaga elele mama katika jina la Yesu. Walikula vikonde kweli. Kako vizuri. Kakiamua kupiga. Kalipokuwa kamevaliwa. Ikawa ni ngumu, twende kazi. Mama bounce akashikilia wa baba wakashindwa. Nikasema mweke kwenye nguzo, ikamninginiza hapo kwenye nguzo. Mweu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli Mungu wetu ni wa ajabu, tupige makofi. Tena sasa Jumapili ikawa narusha ngumi kidogo kidogo ili adui ndani ameshaisha nguvu. Jumatatu nikakutana nao kwenye maombi ya kule mkesha. Dada apigi ngumi tena, hakuna chocho. Tukakutana naye tena Alhamisi ya juzi. Hakuna changumi mkesha tena, hakuna changumi. Anaomba na sisi. Unaweka mikono kwake, dada ni mzima. Haleluya. Na akabaka sema, mchungaji, mimi nashangaa. Sijui kinachoendelea, mimi ni kweli mwana nimepona. Lakini pia naye anasema ana uhitaji wa mtoto. Nikwambie. Mtoto wako kwanza na miaka mingapi? Unahitaji mtoto? Mtoto wangu wa kwanza ana miaka 6. Kwa kama sasa hivi nilipo hapa nahitaji mtoto. Hebu kulikoni, ulishangaika leo kutafuta pakosa au umeamua leo kwanza leo? Nimeshangaika. Shangaika. Harakati gani labda umepitia umefanya? Mimi ilifika hatua nikawa napewa dawa za kienyeji. Nikawa nakunywa vikashindikana. Baadaye akawa ananilazimisha kunywa. Ilifika sehemu nikamwambia hapana, mimi sirudi kunywa hizi dawa. Naamini ipo siku nitapokea na nitapata mtoto wa kiume. Ninaamini hivyo. Kana niambia usiendelee kuamini mambo ya Mungu. Endelea kunywa dawa. Nikasema hapana. Kila wakinipa mimi wakishatoka naitupa. Wakana wananiuliza ile dawa umeshaitumia? Mimi nawaambia nimeshatumia na wadanganya ili wasinichukie. Hapo ulisha kunywa dawa zileti majibu. Kwa hiyo nilikuwa situmii hizo dawa tena, nilikuwa nikipewa dawa na zitupa. Tena zitupa mbali ili wakija wasizione wasije wakanichukia. Kwa hiyo nilipokuwa nikiulizwa, mama Precious, umekunywa wadanganya mtoto wako na miaka 6. Kwa nini usitumie dawa ili upate mimba? Wanaume wengine usipomzalia hawezi kukaa na wewe, lazima aende kutafuta mwanamke mwingine nje. Nikamwambia hata akienda yeye aenda tafuta, kimi ndo niko ndani. Mimi ndo mke wake. Nimefunga naye ndoa. Kwa hiyo hata kienda kwa nje atatembea naye atafanyaje? Ila kwangu atarudi. Mimi ndo niko ndani. Baada naenda kunywa, nasema hapana. Mpaka sasa hivi mimi sijatumia hizo dawa. Ila naamini nitapokea, yaani nimeshapokea kwanza hapa nilipo. Katika jina la Yesu. Hebu niambie dada, kiafya sasa, nje na ile kuvaniwa na nini, kiafya ulikuwa unakutana na changamoto gani? Yaani kiafya? Madhara gani ya kwenye upande wa afya yako yalikuwa? Yaani nilikuwa na ugua kila sekunde. Hata mwezi hauishi. Nikienda kupima ni malaria. Nikienda kupima malaria, maana nachomwa sindano, nawekewa madripu. Ilifika hatua nilikuwa naenda kupima, ananiambia hamna ugonjwa. Kwa hiyo nikaendelea hivyo hivyo mpaka sasa hivi ambayo niko hapa. Lakini sasa hivi nimepona. Haleluya. Vizuri sana. Umesema anaitwa nani? Naitwa Adelina Pius. Anaitwa Adelina Pius. Vizuri sana. Sasa Adelina Pius ameondoka au anaondoka, amesema Jumatatu anaondoka. Kesho Jumatatu anaondoka. Leo tunafanya maombi kwa ajili yake ya kumwaga tu. Haleluya. Hebu wote kanisa nyosha mikono juu yake, sema haleluya, bye. Tunakupenda. Ukumbuke kurudi tena. Utukumbuke na sisi. Tunakumbuka, tutakuombea. Samka, sema bye. Baraka za Bwana ziwe na wewe Adelina. Iwe ukumbusho leo. Samka, sema bye. Katika jina la Yesu. Adelina akiwa analala, akiwa anaamka, akiwa nyumbani anaosha vyombo,
ninachokueleza mpendwa, atakuwa naiona hii mikono. Yaani umwangu utamrudia siku. Ila napenda kuwashukuru tumezoea kusema waumini. Ni waumini. Nawashukuru sana, nawapenda sana. Yaani sitawasahau. Na huu mchango wa kwaya nitautuma kwa wifi yangu Mama Debora. Atawaletea. Mimi mwenyewe napenda sana kwaya. Napenda sana kwaya. Sawa, Adelina rafiki yangu. Nimemkumbuka Adelina. Haleluya. Adelina akasema hivi, kuna sehemu alienda akaombewa, akawa amepona, maisha akasogea akaishi. Umekumbuka hizi? Akapona kwa mchungaji fulani, baada ya muda akatroti akaishi maisha vizuri. Haleluya. Naogopa kusema matako ya karibu. Sasa nitakuwa huko tutoke. Maisha kaendelee. Baada ya muda yale, hebu sema yale mapepo yakawa yamerudi tena. Ndo akasema kwa wachungaji wengine nasema sipe kwa mchungaji wa rokole hapana, mpaka Roma ni yenyewe mabishano. Mwisho akajikuta amemrudisha hapa kwa rokole hapa. Adelina, unasemaje kulikoni? Ungetamani uokoke au ukae Roma ni? Mimi natamani niokoke lakini yaani ndio hivyo. Sina jinsi. Ila hata kama nitabaki Roma ni imani yangu mimi ndo naijua. Yaani hata nikiwa kanisani nitakuwa makini, nitakuwa nakumbuka mchungaji alivyohubiri, alivyosema kanisani. Kwa hata nikienda nitakuwa nakumbuka. Yaani nitakuwa nimeokoka mimi mwenyewe. Hakuna mtu atakayekuwa anajua. Mimi mwenyewe ndo nitakuwa najua kwamba nimeokoka. Sasa kwa nini Adelina usikoke moja kwa moja wakakujua? Napenda sana, natamani. Ila sidhani. Hujawa na imani. Imani ninayo. Nataka. Ila yaani upande wa kwa mwanaume. Mume au baba mkwe? Upande kwa mama. Nataka nijue nikuombee wapi. Kwa upande wa mama mkwe, make kwetu ni warokole. Wazazi wangu wote wameokoka. Upande wa kwa mwanaume ndio bado hajaokoka. Hata kipindi nimekuja hapa baba mkwe alinigombeza, kaniuza uko wapi? Nikamwambia nimeenda kuombewa huko, akaniambia naomba utoke tafuta kanisa la Romani. Kana niuze umevaa rozari, akamwambia mimi nikamdanganya ndio nimevaa. Akaniambia nisisikie huko kwa warokole. Kana mdanganya sawa, nilikuwa kwa shemeji yangu afra. Chini afra. Kwa hata wenyewe walikuwa hadi kama nilikuwa naongea baba. Kulikoni? Mungu namwamini. Namwamini. Aliyemwokoa Sauli. Aliyekuwa na ua warokole. Unamwamini Mungu huyo? Unamkubali anaweza kufanya kitu? Sasa unasemaje? Hao watu waokoke walipo wasipoke? Waokoke.